manne ambayo haya kama yatapitiwa sawa sawa na yatakamilika, basi dabi itachezwa. Katika hayo matatu, moja ni la muda mrefu, katika hayo manne moja ni la muda mrefu alafu matatu ni ya muda mfupi katika kipindi hiki ambacho pengine kuelekea kwenye dabi hiyo ambayo inasubiriwa kwa hamu. Ile tarehe 15 ikiwa inatajwa kama kweli Young Africans watacheza, basi haitakuwa tarehe hiyo, itasogezwa mbele na mambo mengine kama hayo. Matakwa hayo ni yepi? Kwanza tumsikilize ofisa habari, huyu ni ofisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almas Kasongo, baada ya kuwasikiliza Young Africans, alafu tukitoka hapo tutakwenda kwa wananchi wenyewe tukimsikia pia Ali Shaban Kamwe, msemaji wa klabu hiyo, naye akisema na akiteta yale ambayo wao wanayataka yafanyike kabla ya dabi hiyo kuchezwa. Tulikuwa na kikao na wenzetu wa Yanga na msingi wake mkubwa ni kuona namna gani ambavyo tunatoka katika hii sintofahamu iliyojitokeza tangu huu mwezi wa 3. Tumekuwa na kikao kizuri, ni declare interest kwamba tumekuwa na kikao kizuri. Kwenye kikao chetu wenzetu wamekuja na mambo manne ambayo sisi kama bodi, kama secretariat tuna wajibu kupokea na kuyachakata. Sio kupokea tu, tunapokea na kuyachakata, na yale ambayo mnaona kwamba yako ndani ya scope ya bodi ya ligi kuu kwa maana kuyafanyia maamuzi, basi tunayafanyia maamuzi. Kwa yale ambayo tutaona kwamba yako nje ya uwezo wetu, basi tutapeleka kwenye mamlaka husika ili yaweze kufanywa kazi na yafanyiwe maamuzi pia. Kwenye mambo manne, jambo la kwanza ambalo tumepokea kutoka kwa wenzetu baada ya majadiliano marefu, zimio la kwanza ni kuvunjwa kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji ya bodi ya ligi kuu. Sisi sote ni mashuhuda, kila baada ya mizunguko kuna kamati ambayo ipo kwa mujibu wa kanuni tulizojiwekea. Kwa hiyo hilo lilikuwa ombi lao ama takwa lao ambalo wameliwasilisha leo. Jambo la pili ni kujiuzuru kwa afisa mtendaji mkuu. Jambo la tatu kujiuzuru kwa katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, na jambo la nne ni kuona kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania inakuwa huru, kwa maana inakuwa legal entity. Secretariat pamoja na uongozi wa bodi ya ligi kuu Tanzania, kwa sababu kwenye kikao alikuwepo mwenyekiti wa bodi, alikuwepo makamu mwenyekiti wa bodi, alikuwepo mjumbe wa management committee ambayo imekasimiwa madaraka na mkutano mkuu kuweza kusimamia utendaji wa kila siku wa bodi ya ligi kuu. Haitoshe kusema kwamba tumepokea, na ukitazama kwa mujibu wa governing regulation tuliyokuwa nayo, haya mambo yote manne unaweza ukaona kwamba yapo out of scope, yani yapo nje ya uwezo wa bodi ya ligi kuu kuweza kuyapokea, kuyajadili na kuyatolea uamuzi. Kwa mujibu wa muundo tuliokuwa nao wa usimamizi na uendeshaji wa ligi, haya mambo yote manne ukiondoa ili jambo moja la kwanza ambalo liko ndani ya uwezo wa mwenyekiti wa bodi, haya mambo matatu yaliyobaki, tafsiri yake mamlaka ambazo zinaweza zikayapokea, kuyachakata na kuyafanyia maamuzi ni kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu na mkutano mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Kwa hiyo tumewaambia wenzetu kwamba tumeyapokea kwa nia njema, kwa nia ya kujenga, tutayawasilisha kwenye mamlaka husika ili yaweze kuyafanyia kazi, na baada ya hapo basi tutawajulisha. Yanga position yao ni kwamba wangetamani haya yafanyike ili wao warudi katika huo mchezo. Changamoto tuliyokuwa nayo, ukiyatazama haya mambo kuyatamka ni mambo ambayo yanawezekana, lakini ukija kwenye utendaji ni mambo ambayo hayawezi kufanyika overnight. Kwa mfano, bodi kutoka kuwa chombo tegemezi cha TFF na kuwa chombo huru, yani unazungumzia mchakato ambao unahusisha taasisi nyingi. Kwanza lazima uende katika management committee, ukitoka kwenye management committee uende kwenye mkutano mkuu wa bodi, ukitoka kwenye mkutano mkuu wa bodi iende kwenye kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu, ikitoka kwenye kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu iende kwenye mkutano mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Kwa hiyo unaweza ukaona yes linawezekana, lakini linahitaji muda fulani hivi ili liweze kutokea. Na ndio maana nikasema kwamba ukiyatazama haya maazimio mengi yako nje ya mamlaka ama mandate ya bodi ya ligi kuu Tanzania, lazima tuyafikishe kule ambapo yanapaswa kuweza kufika, kuchakatwa, kujadiliwa and then kufanyiwa maamuzi. Sasa huyu ni Almas Kasongo, mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, akizungumza matakwa ya leo waliyopokea kutoka kwa Young Africans baada ya kikao chao yakiwa ni manne, na mwishoni hapo akiconclude na kusema kuyasikiliza naweza kani marahisi sana kuyatamka, lakini kuyafanyia kazi
yanahitaji muda, yanahitaji mchakato kweli kweli. Kwanza hili la kwanza la kuvunja kamati, ili sasa amesema linaweza likawa ni ndani ya uwezo, lakini kuanzia hili la pili, mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuu kujiuzulu, katibu mkuu wa shirikisho la soka Tanzania TFF kujiuzulu, bodi ya ligi rasmi badili muundo na iwe chombo huru na sio sehemu ya TFF. Hili sasa ndio linahitaji muda kweli kweli. Wakati akiyasema hayo, yote haya yamekuja kutokea ama kutokana na dabi yenyewe, mchezo kati ya Young Africans na Simba Sports Club. Sasa baada ya kusikiliza haya, pengine liliguswa lolote kuhusiana na mechi yenyewe kuchezwa? Dabi ipo ama haipo? Tumsikilize tena Almas Kasongo. Kwa hiyo ukiniuliza mimi kama mtendaji mkuu, nitakwambia status quo ina prevail, kwa maana kwamba ratiba yetu tulisema kwamba mechi namba 184 itachezwa tarehe 15 mwezi wa 6 saa 11 kama sikosei. Kwa unaweza ukaona kwamba kwa kikao hichi tulichofanya akikuwa kikao cha kwenda kufanya maamuzi moja kwa moja, na ndio maana katangulia kusema kwamba sisi tuna wajibu wa kupokea na kuwasilisha kwenye kamati husika, kwenye mamlaka husika kila kipengele ili waweze kukifanyia kazi. Lakini kwa kujibu hoja yako ya msingi, kwa mambo ambayo yako ndani mimi ya uwezo wangu ambao nayasimamia, ratiba yangu ina prevail, kwa maana status quo ina prevail unless mpaka pale kamati hizo tutakapowasilisha zitakapofanya maamuzi tofauti na ambayo tayari yameshafanywa awali. Status ina prevail, kitaalamu tutafsirieni wataalamu. Status quo ina prevail. Maana yake kwa mujibu wa ratiba, yeye anaamini mechi ipo mpaka pale atakapopewa jibu otherwise. Mwake liniacha kidogo, amekaa kitaalamu hapa kwa prevail. Unajua mambo ya dabi kushaika Kiingereza tunatuchanganya hivi. Tunatuvuruga. Kwa hiyo kwamba yani unajua amesema tu ile lugha ya kinini asemea kiutendaji, ya kiutendaji kwenye jambo ambalo limeamuliwa, status quo prevail. Sasa sio ambao tunaifuatilia dabi atuelewe hii. Haskakati wa kwa mujibu wa ratiba iliyopangwa na yeye ndio mtendaji mkuu wa bodi ya ligi. Ratiba inaonyesha kwamba tarehe 15 inatakiwa kuwe na mchezo namba 184. Kwa mpaka pale kamati itapokuja na majibu tofauti, hapa atapopata jibu tofauti na maelekezo tofauti, basi lakini zisipike anaamini mechi. Kwa dabi iko pale kwa mujibu wake. Lakini pia anasema kikao kile hakikuwa ni kikao cha maamuzi. Haya matakwa yote yanapelekwa kwenye mamlaka husika kupokea na kuwasilisha. Huo ni upande wa bodi ya ligi. Manake walikihitaji kikao, wakaketi wakayazungumza, na ndio ambayo wameyapokea. Sasa kwa upande wa Young Africans, hivi ulitegemea pia kuwasikia? Ni baada ya bodi kuzungumza nao pia waje uzungumze? Jambo ambalo ulitarajia? Na hasa baada ya Almas. Manake Almas ndio alianza kuongea, alafu Yanga ndio akaja. Unasema ulitarajia nao waje wazungumze tena baada ya bodi ya ligi? Kama kuweka mambo sawa tena. Lakini na sababu hiyo sana wameipata baada ya kusikia Almas kaanza kuzungumza. Manake kuna kama majibu ya mazungumzo ya Almas yametoka kwa upande wa Yanga. Kutoka kwa Young Africans. Kwa hivyo yalihitajika. Alikamwe akazungumza na akayaweka wazi haya matakwa manne. Sio yote ambayo yanatakiwa yafanywe kazi kwa haraka. Sahihi. Kuna matatu ambayo yanawezekana, lakini ili la bodi kuja kuwa huru, ili ni mchakato wa muda mrefu. Na wao pia wanatambua. Hadi sio kwamba bodi ya chombo huru ndo wacheze dabi. Sasa tusikize kwa upande wa Young Africans. Ali Kamwe huyu hapa. Tumeitwa kwenye kikao kwa sababu ya mchezo namba 184. Mchezo huu ulihairishwa Machi 8, umepangiwa tarehe 15. Klabu ya Yanga imesema haitashiriki huo mchezo, na ndio msimamo ambao uliwasilisha kwenye kikao mbele ya bodi. Ili tuweze kushiriki mchezo huo, tulikuwa na matakwa yetu mezani, na matakwa hayo jumla yalikuwa 4. Katika haya 4, matatu ni matakwa ambayo tunaamini yakitekelezwa kwa haraka, klabu yetu Young Africans itakuwa tayari kwenda uwanjani kwa tarehe nyingine tofauti na 15 kwenda kucheza mechi ya Kariakoo. Lakini takwa moja katika hayo 4 ni takwa la muda mrefu, sio takwa la leo wala kesho. Kwa hiyo asitokee mtu akawadanganya kwamba klabu ya Yanga imekuja kuomba haya, alafu katika haya kuna mchakato sijui upitie uende wapi. Ni uongo. Tumeomba matakwa 4 na matakwa haya yapo kwenye phase 2.
na barua yetu tuliowasilisha bodi ya ligi imejielezea specific kwamba mkitekeleza matakwa haya matatu mbungi inapigwa. Ili moja ni takwa kwa ajili ya mpango wa muda mrefu. Matakwa haya manne ni yapi? Na matatu ambayo specific tumeainisha ili yafanyiwe kazi tuweze kucheza pia ni yapi? La kwanza linakwenda sambamba na la pili. La kwanza, klabu ya Young Africans imetaka kuvunjwa mara moja au kujiuzuru kwa kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa ligi Tanzania. Takwa hili linakwenda sambamba na takwa la pili la kujiuzuru kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, CEO wa bodi ya ligi. Kwa nini takwa la kwanza na la pili linakwenda pamoja? Na kwa nini tumesema hili likitekelezwa klabu ya Young Africans iko tayari kucheza mchezo namba 184? Kwa sababu kuhairishwa mechi ya Machi 8, tunaamini kama klabu hapakufuatwa utaratibu na palikuwa pana uvunjwaji mkubwa wa kikanuni. Tunaamini CEO wa bodi ya ligi na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ilifanya haya kwa makusudi kabisa kwa ajili ya kuipa favor timu fulani. Sasa basi, kwa sababu watu hawa wamevunja kwa makusudi kwa ajili ya kuweka upendeleo kwa baadhi ya timu kanuni na kuhairisha mchezo wa Machi 8, Club Young Africans haitakuwa tayari kushiriki mechi hii ya 184 kama kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa bodi haitajiuzuru au kuvunjwa na afisa mtendaji mkuu pia na yeye kuondoka. Jambo la tatu ilikuwa ni kujiuzuru kwa katibu mkuu wa TFF ndugu Wilfred Kidao. Kwa nini uongozi wa klabu ya Young Africans umeweka hili kama tatu? Hiki kilio mmekuwa mkikisikia sana, na sio ukisikia, mmekuwa mkikiona. Kumekuwa na maamuzi ya hovyo, maamuzi mabovu kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania msimu huu. Waamuzi wamekuwa wakifanya maamuzi ya hovyo sana, lakini kwa bahati mbaya waamuzi hawa wamekuwa wakijirudia kwenye mechi na hawachukuliwi hatua yoyote licha ya kufanya madudu kwenye baadhi ya mechi. Yaani mwamuzi anakosea leo, kesho anarudi, kesho kutwa anarudi, na hakuna hatua yoyote inayochukuliwa. Ndugu zangu, sasa kamati ya waamuzi ipo chini ya katibu mkuu wa TFF. Tunaamini haya madudu yanayotokea haya, kuto kuchukuliwa hatua kwa waamuzi kwa wanaoyafanya, kuna influence yake. Hivyo na sisi hatutakuwa tayari kucheza hiyo mechi ya namba 184 kama katibu mkuu wa TFF hatakuwa amejiuzuru. Hatutakuwa tayari kupeleka mechi pale, the same referees kwenye chombo kile kile, mtu yule yule, na tukapeleka timu. There is no way hilo likatokea. Na hili nimeisema specific mpate kuelewa. Katibu mkuu wa TFF, kamati ya waamuzi inaripoti kwake, na madudu yote ambayo yanapigiwa kelele na klabu ya Young Africans imeainisha kwenye ripoti yake mbele ya bodi ya ligi. Kila kosa la waamuzi tumeliainisha mbele ya bodi ya ligi, na makosa haya, masikitiko yetu ni kwamba watu hawachukuliwi hatua licha ya kukosea. Wanarudi tu, yani wanarudi. Mtu anakosea leo anapangiwa mechi Jumatano anakosea anapangiwa mechi Jumamosi. Repetition hii uongozi wa klabu ya Young Africans hauoni kama katibu mkuu wa TFF anastahili kuendelea kwenye nafasi yake, kwa sababu hakuna haki inayopatikana kwenye pitch. Hakuna haki inayopatikana uwanjani. Hii ni jambo la muda mrefu. Next season huko tunaweza sasa kuanza kufikiria kuwa na bodi huru inayojitegemea, na ndiyo standard za dunia, kuwa na bodi huru inayojitegemea. Niwape mfano ndugu zangu waandishi wa habari, kwenye press conference hiyo press alofanya CEO wa bodi ya ligi leo, pia mlikuwa pale, amezungumza na mnaona namna gani bodi ya ligi haina power. Kazungumza, mlikuwa mnasikia namna gani amesema kuna chombo cha juu cha kuahirisha mechi, namna gani amezungumza kuonyesha bodi ya ligi haina decision zake. Sasa sisi hii tulitoa kama pendekezo ya next season, sio kwenye kusolve issue ya Kariakoo Derby. Ieleweke vizuri na asipotoshe mtu hapa. Maana nimeona CEO wa bodi ya ligi amepiki huo kama mfano, kama mapendekezo ya Yanga ni ya muda mrefu. Kwa mfano muundo wa bodi ya ligi, la kuondoka yeye hajasema, yeye kapiki kwamba bana mapendekezo ya Yanga ameyaleta, ukiyatazama mengi ni ya muda mrefu, hatuwezi kuyashughulikia hapa, si iende wapi. Matatu ya muda mfupi tumeainisha, na barua yetu ilikuwa very clear kwake yeye. Hakuna muda mrefu, very clear, ni ya muda mfupi tumewakilisha na tumeeleza. Kwa hivyo nafikiri haya matatu yakifanywa kazi, haya mbungi itapigwa. Sasa niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, kama haya matatu hayatafanywa kazi, kama kamati ya uendeshaji ya ligi
haitavunjwa na hawatajiuzuru. Kama afisa mtendaji mkuu wa bodi hatajiuzuru. Kama katibu mkuu wa TFF hatajiuzuru. Klabu yetu ya Young Africans msimamo wake ni huu: hatutashiriki mechi namba 184. Hatutacheza mechi zilizobaki za ligi msimu huu, 2 zilizobaki. Klabu yetu haitashiriki pia ligi kuu msimu ujao. Yaani sio kwamba ni hapa. Hatutacheza mechi namba 184, hatutacheza viporo 2 vya ligi vilivyobaki, hizo mechi 2 za ligi, na hatutashiriki rasmi ligi kuu msimu ujao. Taratibu nyingine zote zinaendelea kwa kamati tendaji. Tutakwenda wapi, tutafanya nini, tunajua cha kufanya. Na nitumie fursa hii kuwaambia wote ambao mnafikiri kwamba tunafanya mzaha, ndugu zangu, tuko serious zaidi ya mnavyodhani. Na kama yuko mmoja wao pengine anakaa na kuwadanganya kwamba kuna pointi ya Yanga itapunguzwa, ndugu zanguni, huyo mtu aache hayo mawazo mara moja. Hakuna pointi ya Yanga itaguswa. Na kama yuko mwanaume kugusa hiyo pointi, aguse, aone nguvu ya wananchi nazungumzaji. Aguse na ajaribu kugusa hata nusu pointi. Hiyo pointi 15